TFF wana haki ya kukataa, na wasemaji wa hizi clubs ambao bila shaka yana yote wametumwa na club zao waje public kuzungumza hivyo vitu, nao pia wako sawa sawa, kwa sababu TFF wanatetea image ya taifa, wasemaji wanatetea interest za club zao. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake na kwa muda wake yuko sawa sawa, lakini tunapaswa kufahamu ni nani ambaye yuko sawa zaidi kwenye hawa watu wawili. Kwa mujibu wa utaratibu, mchezaji anaruhusiwa au ana haki au anakuwa valid kutumika mchezo unaofuata baada tu kwa yamepita masaa 72. Timu ya taifa inacheza tarehe 14 kama sikosei. Young Africans wanacheza tarehe 18. Simba Sports wanacheza tarehe 19. And I think Azam na Singida Big Stars nao watazungukia kwenye rotation hiyo hiyo. Sasa kwa mujibu wa utaratibu, TFF wanayo haki ya kukataa kwa sababu bado wako kwenye muda wa kikanuni ambao unawafanya wakuwaruhusu wachezaji waende kwenye mchezo unaofuata baada ya masaa 72. Kwa hiyo kitendo cha kusema no, wachezaji waendelee kuwepo walitumikie taifa kwa kuzingatia kigezo kwamba watakuwa bado wako ndani ya muda wa kikanuni wa kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine, bado TFF wako sahihi. Lakini kina Ali nao wenyewe kama nilivyosema wanatetea maslahi ya club zao. Wanatetea maslahi ya Simba, maslahi ya Yanga, maslahi ya Azam, maslahi ya Singida Big Stars. Kwa sababu kama wangefanikiwa kukubaliwa Young Africans na Azam, inawezekana na Simba wangetumia rope hole hiyo kwamba wachezaji wao. Singida Big Stars nao wangetumia rope hole hiyo kwamba wachezaji wao. So nini ninachoweza kusema ni kwamba Young Africans, Azam na Simba, they have to respect FIFA International break ambayo huwa inalazimisha ligi zinakuwa off, then yanafanyika yale mashindano ambayo yapo kwenye kalenda ya FIFA. So baada ya kuwa wameheshimu hili, waheshimu sasa mamlaka za ndani. Yaani hatuwezi kuwa taifa ambalo kila siku Simba, Yanga lazima wavimbishiane na TFF. To be honest, mimi nasimama na TFF kwenye hili kwa sababu tunapaswa kwanza kuheshimu kanuni na utaratibu. Lakini pia dunia nzima ligi zimesimama, tuko kwenye mashindano ya kimataifa, kwenye mechi za kimataifa. Kwa hiyo sio Simba, sio Yanga, sio Azam peke yake ambao wachezaji wao wameitwa kwenye timu za taifa. Ni kweli Young Africans anaweza akawaandikia chama cha mpira Mali wamruhusu Jigidiara, au Simba anaweza akawaandikia chama cha mpira cha Guinea wamruhusu Pinpin Kamara. Ni ngumu. Hata hapo Uganda tu Simba hawezi kudhubutu kwamba wanamuomba Dese Mukwala. Yani watazingatia ule utaratibu. So hatupaswi kuishi kwa mazoea, kupaswa kuishi kwa kuonyeshana mimi ni nani, najua nini na ukubwa gani. Hatuwezi kuendesha mpira kwa namna hiyo. Kwa Simba na Yanga, Azam wanapaswa kuheshimu utaratibu. Tunafahamu kwamba wapo kwenye uwakilishi wa nchi yetu kwenye mashindano ya kimataifa, lakini muda unawaruhusu. Kutoka Dubai kama I'm not mistaken, kuja Tanzania au kwenda South Africa ambako ndiko Simba watakapokuwepo, kwa maana ya kwamba by enemies watatua South Africa then waende Eswatini. Lakini Young Africans watakuja Dar es Salaam, wataenda direct Ethiopia maybe mpaka Malawi. Ni muda mfupi sana, na I don't think kama yanazidi masaa 8 kutoka Dubai kuja Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam kwenda South Africa ni masaa 3. So it's just within 24 hours kutoka muda ambao mchezo utakuwa umechezwa mpaka kufika kambini. Hayawezi kuzidi masaa 24. Tarehe 15 nina uhakika wachezaji wote walioko kwenye kikosi cha timu ya taifa watakuwa wamejiunga na timu zao. 16, 17, 18 wanacheza, 19 wanacheza. Kuna masaa 72 yanatosha hapa. Kwa tusiwadekeshe kwanza wachezaji,
Lakini pia kama ni issue ya kwamba kuna adaptation ya Simba wana mwalimu mpya, Young Africans bado kuna tatizo la benchi la ufundi halijakuwa sorted, bado wachezaji hawajaanza kucheza vizuri, as TFF they have nothing to do na haya mambo. Ni taratibu za clubs, walipaswa kujipanga vizuri ili kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kaweka mambo yao vizuri. So to me, I stand to be corrected, nasimama na TFF.